ya Chama alofunga sasa hivi ni magoli ya kideo tupu. Nadhani umeona goli ile alolifunga pale, goli la kideo kaka, lile mtu kapigiwa kevu nje ya box, nje ya nini, nje ya box. Sasa utalielezaje goli la Chama? Naweza kachanganikiwa ndugu yangu. Sisi tunachosema hivi, huyo Chama aendelee kupewa uraia, aendelee kupewa uraia ili kufaidike, au sio? Of course sisi tunatamani wachezaji wetu waendelee kufika mbali. Sisi hatupigi kelele, kelele tunawaachia hao. Sisi wachezaji wetu wanajiuza wenyewe. Leo hii kuna watu na kurudisha nyuma, kuna watu kidogo walichukua chenga, mtu ameteleza, lakini wakaenda kunywa supu. Sisi goli letu limefika hadi Ulaya, limesimamisha vita ya Iran. Nisikize vizuri, limetangazwa NBC, BBC Iran. Wao unajua ile limetangazwa kila sehemu na ule mtangazaji wa michezo ule maarufu kabisa Bruni Aguno kaliposti goli la Chama. Wewe ni nani? Wewe ni nani ukija kumzungumzia Chama vibaya? Sisi ndio ambao tuna UTI mpaka kichwani. Ukimgusa Chama ndio utajua sisi tuna UTI au hatuna UTI kaka. Sio, unaelewa? Baada ya Selemani Mwalimu kukosa penalty dakika ya 11, wengine mashabiki wa Simba Sport Club wamekuwa kuzungumzia vibaya sana japokuwa amefunga bao. Wengine kwa upande wako Mokhtari, una kipi cha kuzungumzia kuhusiana na kukosekana kwa penalty kwa Selemani Mwalimu? Ni swala muda. Unaelewa? Selemani Mwalimu mimi kanifanyia kitu bora zaidi. Nadhani Zanzibar umeona nimenyanyua kombe kwa sababu ya Selemani Mwalimu. Si unaelewa? Leo hii kukosa penalty ni mchezo tu, lakini akaja akasawazisha penalty. Si unaelewa? Akaja akasawazisha kosa lake. Hapo je, unasemaje? Kwa maana yake unasemaje? Tukiwa kama mashabiki tuweke akiba ya maneno. Hata kama kuna changamoto tuache. Dakika zile ilikuwa dakika sio ngapi ile, lakini umeona matusi alokuja kufanya cha 11 alokuja kuyafanya, umeyaona? Nimeona. Toka clear penalty yake. Baba, mazuri hapo na tutaendelea kuyaona. Hii Simba ni ya moto kaka. Simba ni ya moto kaka. Ukianza kuelezea Simba unaweza ukachanganikiwa kaka. Pengine ushindi wa leo ni ujumbe wa mechi ijayo. Nisikilize vizuri, ushindi wa leo, hizo mechi zilizobakia sisi tunaenda kama vile fagio la chuma. Yoyote atoka mbele kazi anayo. Yoyote atoka mbele sasa hivi kazi anayo. Na tunamalizia hapa kwenye uwanja huu. Na tumekuja hapa kwa sababu ya kazi maalum na tutamalizana nayo. Tumeanza leo, tumepeleka ujumbe sio kwa watu wa magereza tu, mpaka kwa watu Fudenge. Tuwe kama tumekuja na tumefanya jambo. Si unaelekea? Naelewa. Nashukuru vizuri. Mstari, surprise ni kumuona Fedastus Masinde kuanza kikosi cha kwanza, na wengi mwanzo walianza kumbeza. Kwa nini ameanza Masinde lakini performance yake ni hatari na nusu? Hapo sasa nakujibu hapo. Nakujibu kwa furaha na mchecheto wa hali ya juu. Nisikize vizuri. Leo hii Simba bila Kibabaga umeiona. Leo hii Simba bila Derok umeiona. Leo hii Simba bila Kapombe umeiona. Si unanielewa? Simba ina kikosi kipana. Anaingia mtu, anatoka mtu. Hiyo Kimakonde. Anaingia mtu, anatoka mtu. Akisimama Nchale, akiinuka Nchale. Nadhani umeona Vedasto sasa alichokifanya. Amezima. Ule ukuta wa iliko unaendelea kufanya kazi. Akitoka mtu, anaingia. Leo Derok hujamuona. Leo Kibabaga hujamuona, leo Kapombe hujamuona, lakini pale nyuma watu walisimama na leo tumepata matokeo burudani. Kila mwana Simba anatoka akiwa na furaha, kwa sababu watu wengi wanaamini kuja kwetu hapa kutaleta shida, lakini tumekuja na tunatamba na tutaendelea kutamba mpaka dakika ya mwisho. Ligi bado ya moto, sikati tamaa. Mistake moja tu atakaofanya ndio atajua kama ile ni Simba au nani. Mbona matumaini na ubingwa kwani? Mimi siwezi kukataa. Kwa nini sasa nisitoe matumaini nayo? Bado kaka, muda utaongea. Nisikize vizuri kaka. Wewe ulitegemea kama Azam atafungwa? Lakini kafungwa chuma nyingi. Maso chuma za kujiuliza, chuma nyingi. Unaelewa? Kwa time will talk. Utaongea muda. Ndio pale. Mimi sasa zikifika mechi 2 au 3 nasema hapa tena mbio za ubingwa basi. Lakini bado mechi takriban 8. Kaka, siwezi kukata tamaa kaka. Muda utaongea na kila mtu anapataka pale juu. Neno moja kwa mashabiki ambao wamekuja kusupport mchezo wa leo, kiwemo na wewe mwenyewe kuelekea mchezo wa Kigoma dhidi ya Mashujaa. Nitakuwepo Kigoma. Mashabiki sasa hivi tunahitajika sana. Unaelewa? Tuendelee kuisupport timu yetu. Unaelewa? Tusiibeze, tuendelea kuipa nguvu. Lolote hilo likatokea kaka. Kwani leo hii ulijua kama Muungano utachukua kombe jamani? Kuna mtu alitegemea?
Lakini kwa uwezo wa Mungu na uwezo wa wachezaji wetu na sisi mashabiki tumefanya makubwa. Na hii pia NBC inaweza likatokea lolote lile. Tusikate tamaa. Tuendelee kuisupport timu yetu mpaka dakika ya mwisho kaka. Shukrani sana kaka. Shukrani.